Shalom, 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 shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mpendwa, ndugu mtazamaji unayenisikia siku hii ya leo. Ni jioni ambayo imekuwa ni ya kumpendeza Mungu. Mimi na wewe ni wazima, tu hai. Bwana ametufanyia, tumekuwepo. Ukijiona mzima una afya, mshukuru Mungu kwa kuwa si kwa akili zako wala kwa ufahamu wako kuwapo ulipo. Ndugu msikilizaji unayenisikia siku hii ya leo, ni jioni hii njema ambayo tunakumbushana ya kwamba Bwana Yesu anarudi kwa mara ya pili. Ujio wake wa kuja kwa mara ya pili upo malangoni sana, upo karibu mno kuliko sisi wanadamu tunavyodhani. Nini ufanye basi wewe unayenisikia? Inakupasa ujiandae kuwa tayari wakati unaofaa na usiofaa, kwa sababu hatujui ni lini atarudi. Maandiko yanasema hata malaika walioko mbinguni hawajui ni saa ngapi au lini au tarehe ngapi ambayo mwana wa Adamu atarudi, bali wanajua tu ya kuwa kuna wakati ambao Mungu atakuja arudi tena duniani. Je, wakati huo anaporudi, umewahi kujiuliza ya kuwa utakuwa wapi? Njia za mtu ni taa ambazo zinampa direction ya kujionyesha kwamba je, wewe matendo yako unayoyafanya, je, yanampendeza Mungu? Ndugu yangu, tenda mema siku zote za maisha yako ili uje ulipo mambo mema. Fanya mambo ya kumpendeza Mungu kwa bidii. Fanya mambo yanayomfaa Mungu sana ili uje ulipo mambo mema, kwa sababu tunaishi ni kwa neema. Uwapo mzima, kumbuka unaishi ni kwa neema tu, si kwamba wewe ni mjanja. Ni wangapi wamelala, watu wana pesa, wamekufa, lakini wewe Mungu amekupa uhai. Uhai unaishi. Si kwamba wewe ni mjanja ndugu yangu. Si kwamba wewe ni mwema sana. Si kwamba wewe ni mwaminifu sana mbele zake. Hapana.